Katika kipengele hiki cha fahamu mchezaji tutamzungumzia mchezaji ambaye tayari ameshasainiwa na klabu ya Azam FC. Yes, anayefahamika kwa jina la Kipre Junior. Huyu amejiunga na Azam FC bwana. Mchezaji anayejulikana kama Kipre Junior ni kiungo mshambuliaji kutoka Ivory Coast ambaye amejiunga na Azam FC katika dirisha la usajili la hivi karibuni. Taarifa zake za msingi ni kwamba ametoka katika taifa la Ivory Coast. Nafasi yake anayoicheza ni kiungo mshambuliaji au winga. Klabu mpya anayoichezea kwa sasa ni Azam FC. Alikotokea, ametokea katika timu ya MC Alger kutoka pale Algeria, na uzoefu alionao, alicheza pia ligi ya Tanzania kabla ya kwenda Algeria. Ndio maana watu wanasema karibu tena. He's back. Haya sasa Kipre huyu ni Kipre ni mchezaji mwenye uwezo wa kupiga pasi za mwisho, yani key passes. Kipre ana uwezo wa kuweka mabao, ana uwezo wa kucheza pembeni na katikati. Haya, tukiangalia sasa historia ya klabu ambazo Kipre Junior amewahi kuchezea ni Azam FC, ambapo aliichezea timu hii awamu ya kwanza. Ameichezea MC Alger ya pale Algeria, kisha akarejea tena Azam FC. Kwa hiyo hii inaonyesha Azam wamemrudisha mchezaji wao wa zamani mwenye uzoefu. Kwa hiyo walimwachilia akapata uzoefu nje, alafu ule uzoefu alioupata kule aurudishe tena ndani ya club. Kwa nini Azam FC wamemsajili tena Kipre Junior? Wewe unadhani kwa nini? Uzoefu mkubwa. Hiyo ni sababu mojawapo ambayo imemfanya Kipre aweze kusajiliwa tena na Azam. Amecheza Afrika Kaskazini, Algeria, amecheza zile ligi ngumu. Ana uzoefu wa CAF na mechi za ushindani. Sababu nyingine iliyomfanya Kipre kusajiliwa na Azam ni pamoja na ubunifu wa kiungo. Anaweza kuamua mechi kwa pasi na dribbling. Anaongeza creativity kwenye midfield. Sababu ya tatu iliyomfanya asajiliwe na Azam ni kumaliza nafasi. Ana uwezo wa kufunga na kusaidia mabao. Sababu ya 4, kufahamu mfumo wa Azam. Kwa kuwa aliwahi kuchezea Azam, ni haraka kuingia kwenye mfumo kwa sababu anaelewa taratibu zilizoko pale, utaratibu ukoje. Kwa hiyo ni rahisi kabisa kuingia katika mfumo. Hizo ni sababu ambazo, sababu 4 ambazo zimewafanya Azam kuweza kumsajili tena Kipre Junior, ambapo kuna uzoefu mkubwa, ubunifu wa viungo, kumalizia nafasi na kufahamu mfumo wa Azam. Mchango wake unaotarajiwa Azam FC ni kuongeza ubora wa mashambulizi, kuunganisha kiungo na washambuliaji, na vile vile kutoa ushindani kwa Simba na Yanga kwenye ubingwa. Ujumbe kwa mashabiki. Mashabiki wa Kipre, ujumbe ni kwamba mashabiki wengi wanamuona Kipre kama usajili wa akili, yani smart signing. Unaweza kubadilisha Azam FC kwenye mbio za ubingwa. Unadhani Kipre Junior anaweza kubadilisha mambo kabisa pale Azam? Kiungo hatari huyo kutoka Algeria amekuja kuleta nguvu mpya NBC ligi kuu. Kipre Junior, hicho ni kipengele cha fahamu mchezaji bwana. Haya, tugeukie sasa katika ratiba ya kesho pamoja na usajili. Tukianza na ratiba ya Tanzania. Kesho hakuna mechi nyingi kubwa za ligi kuu NBC zilizoorodheshwa kimataifa kwa tarehe ya kesho, tarehe 7 mwezi wa 7, lakini timu zinaendelea na maandalizi na mechi za kirafiki, kambi za pre-season. Mechi zinazotarajiwa kucheza kirafiki au maandalizi, Simba Sports Club na timu ya mazoezi, yani closed match. Yanga hawa na timu ya kambi friendly watacheza mechi ya kirafiki. Azam wenyewe watacheza majaribio ya kikosi.
Kwa hiyo kwa utabiri hapa nyumbani Tanzania ni kwamba Simba Sports Club watajaribu kikosi kipya, ushindi wa majaribio, kwamba yani ile mechi itakayochezwa wataangalia kwamba wachezaji waliowasajili wanafiti kwenye zile nafasi walizopewa, na wakikutana na timu nyingine wanaweza wakaibuka na ushindi. Yanga Sports Club wataonesha ubora wa kikosi kilichotulia, ushindi au sare, kwamba watashinda au watatoka sare. Azam wenyewe mechi ngumu za kujaribu wachezaji wapya, kwamba wataibuka sare au ushindi mdogo. Azam mechi ngumu. Kwa hiyo kwa Tanzania hakuna pressure ya pointi kwa sababu hakuna mashindano makubwa. Makocha wanajaribu mifumo mipya na kuangalia mifumo yao inafanya kazi, au wale wachezaji ambao wamewasajili wanaweza wakafanya vile wanavyotarajia. Wachezaji wapya wanapimwa, wameshaingia kwenye mfumo tayari, sasa wanapimwa viwango vyao vya uchezaji. Tukiangazia ratiba ya pale Ulaya, FIFA World Cup kwa mwaka 2026 kwenye mtoano, USA watacheza na Belgium saa 9 kamili, Argentina watacheza na Egypt saa 1 kamili, na Switzerland watacheza na Colombia saa 5 kamili usiku. UEFA Champions League qualifiers, kuna Ararat Armenia, hawa watacheza na Riga FC saa 11 kamili jioni. Kauno Zalgiris watacheza na Drita saa 11 kamili. Lincoln Red Imps watacheza na Inter Escaldes saa 11 kamili. Saba hawa watacheza na The New Saint saa 11 kamili. Vardar watacheza na Kups saa 12. Floriana watacheza na Shamrock Rovers saa 12:30. Borak watacheza na Levski Sofia saa 1:30. The Fior watacheza na Larne saa 1:30. Clarkviski watacheza na Atert Bisen saa 1:45. Na Vikingur watacheza na Gor saa 2 kamili usiku. Majina ya mechi ya jamani. Haya, tukiangalia UEFA Conference League, UNA Stasen watacheza na Fiorita saa 12:15. AF Elbasan watacheza na Bate Borisov saa 1 kamili. Kwa hiyo tukiangalia utabiri wa pale Ulaya kwenye World Cup, USA watacheza na Belgium. Kwa utabiri ni kwamba Belgium ushindi ni mdogo, wanaweza wakaibuka na goli moja wakifungwa mabao mawili na USA. Argentina watacheza na Egypt. Argentina wanaweza wakapata ushindi rahisi, bao 2-0. Na Switzerland watacheza na Colombia, wanaweza wakatoka sare au Colombia ikashinda kwa tabu, bao 1-1 au bao 1-2. Huo ni utabiri tu, lakini haimaanishi kwamba ndio majibu ya moja kwa moja ya mechi hizo. UEFA Champions League qualifiers, timu kubwa za Ulaya Mashariki na Scandinavia zina nafasi kubwa. Shamrock Rovers, Kups Shamrock wanaweza wakatoka washindi au wakatoka sare, na mechi nyingi magoli yanaweza yakawa machache zaidi, yani magoli 2 au 1. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa muhtasari ni kwamba Tanzania mechi zilizopo ni za kirafiki. Tabia ya mchezo ni kwamba ni majaribio au wachezaji wapya. Wachezaji wapya wanajaribiwa na kutengeneza ile chemistry. Ulaya World Cup ni ushindani mkubwa, kukiwa na pressure vile vile. Ulaya USL qualifiers, magoli machache na tactical games. Hii ni katika kile kipengele cha ratiba ya kesho, ya mechi za kesho pamoja na utabiri. Ndio, dakika 38 zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuangazie sasa katika habari
Tuangazie katika habari kwa mchana wa leo ili tuweze kukamilisha kipindi chetu hichi cha mambo leo kwenye hili lisaa la pili. Rais wa Simba Mohamed Dewji ameahidi kuwa msimu ujao wanataka kushinda ubingwa wa Champions League. Uongozi wa klabu ya Yanga wanatarajia kuanza kuachana na baadhi ya wachezaji na wamepania kubeba tena ubingwa wa ligi kuu msimu ujao. Mmiliki wa Azam FC Jamal Baresa amelia na TFF pamoja na bodi ya ligi kisa waamuzi anataka kuhamia ligi kuu ya Zanzibar. Azam FC imesajili wachezaji Henoki pamoja na Kipre Junior. Yanga na Simba ndio watakao kutana kwenye ngao ya jamii kwenye ufungaji wa ligi kuu. Je, ni nani ataibuka ubingwa katika mechi hiyo? Singida imepanga kufanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao kuelekea msimu ujao. Wanataka ubingwa wa ligi. Zaidi ya wakimbiaji 300 kutoka klabu zaidi ya 20 za wakimbiaji jijini Dar es Salaam wameshiriki mbio maalum za barabarani zilizoandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha miaka 50 ya mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA. Wakati Yanga ikisherehekea paredi la ubingwa wa ligi kuu bara kwa mara ya 5 mfululizo, mashabiki wa Simba wamezidi kujifariji kwa bao lililofungwa na nyota wa kikosi hicho Clatous Chama katika mechi kati ya timu hizo ya Kariakoo Derby ya Mei 3 mwaka 2026. Hali hiyo imejitokeza katika mitaa ya Msimbazi wakati Yanga iliposimama kwa ajili ya kusherehekea ubingwa huo, ikiwa ni njia ya kuwakejeli watani zao wa jadi Simba ambao wamekosa taji hilo kwa mara ya 5 mfululizo. Na Tottenham inafikiria kumsajili mshambuliaji wa AC Milan na Ureno Rafael ambaye yuko tayari kuhamia London. Hatima ya Bradley Barcola katika klabu ya Paris Saint-Germain bado haijulikani, huku Arsenal na Liverpool zikiwa katika nafasi nzuri ya kumsajili mshambuliaji huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 23. Real Madrid inaandaa ofa kubwa ya thamani ya euro milioni 200 kumsajili mshambuliaji wa Bayern Munich na Ufaransa Michael Olise. Newcastle imelenga kiungo wa Stuttgart na Ujerumani Angelo Stiller mwenye umri wa miaka 25 kama chaguo bora la kuimarisha safu yao ya kiungo. Manchester United inamfuatilia kwa karibu kipa wa San Lorenzo na Paraguay Orlando Gil mwenye umri wa miaka 26. Mshambuliaji wa Liverpool na Uholanzi Cody Gakpo mwenye umri wa miaka 27 na winga wa Manchester City na Brazil Savinho mwenye umri wa miaka 22 wamo kwenye orodha ya wachezaji wanaolengwa na Tottenham katika dirisha la usajili la majira ya joto. Kiungo wakati wa Trabzonspor na Ivory Coast Christ Inao Oulai mwenye umri wa miaka 20 ananyatiwa na klabu za Juventus, Fiorentina, Brentford, Brighton na RB Leipzig. Beki wa Tottenham Radu Dragsson anatarajiwa kujiunga na Fiorentina kwa mkopo wa awali, huku kukiwa na sharti la kumnunua mchezaji huyo raia wa Romania kwa ada inaweza kufikia pauni milioni 21.4 na vigezo fulani vikitimizwa hapo. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa mchana wa leo. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa.